Haleluya. Ndio maana sisi kuna wakati tunakwenda kuhubiri injili mahali pasipo na sadaka, mahali ambapo hakuna sadaka. Nilienda na mke wangu siku moja Kahama kuhubiri Kahama, kijiji kimoja. Tumefika Kahama, nimekwenda na pesa. Ile pesa hata cha kununulia hakuna, maji ya kunywa yana rangi ya maziwa. Gesi ambayo tumelala shilingi 2,000. Chumba shilingi. Hilo godoro lina kunguni, ni tu godoro fulani, gesi fulani. Lakini huko hicho kijiji nimeenda, yule mchungaji aliyenialika toka amefanya mikutano hajawahi amini, hajawahi wokoka mtu hata huyu. Ameita wahubiri na wahubiri, hajawahi wokoka mtu hata mmoja. Lakini tumeenda pale, mtumishi yule ametukodishia gesi, na ndio ipo hapo kijijini. Hiyo gesi chumba shilingi 2,000 si 3,000. Maji ya kunywa wanachota kwenye madimbwi. Mazingira magumu. Ndio tumeenda kuhubiri, wanatoka Dar es Salaam, ni kanisa changa. Na mimi nimeenda, namwambia mtumishi, mimi nakuja huko kwa gharama zangu kuja kuhubiri injili. Nimetoka hapa Dar es Salaam na mke wangu kwa gharama zangu mpaka Kahama. Unapita Kahama kuna sehemu moja inaitwa Bukombe, kanisa la EAGT pale. Alikuwepo mama mmoja pale alinialika. Siku ya kwanza na ubiri mkutano, watu mpaka na meza mkutano watu 9 wameokoka. Yule mama alilia machozi. Anasema toka nimehubiri hapa mkutano, mchungaji, toka nimeanza kufanya huduma hajawahi okoka mtu. Na waimbaji wakimaliza tu kuimba, hawa watu wote wanaondoka, wanakimbia, hawataki kusikiliza neno. Lakini ninashangaa, lakini kumbe Mungu alikuwa na kusudi. Haleluya. Kuna faida ya kutii. Kuna mahali Mungu anaweza akakupeleka kwa ajili ya mtu mmoja. Ni lazima tujue kuisikia sauti ya Mungu na kumtii Mungu, kuyatii maelekezo ya Mungu. Watu wengi wanashindana na maelekezo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, kanisa la Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. Watu wengi wanashindana na maelekezo ya Mungu. Leo huo mji nilipokwenda kuhubiri, leo ni wilaya. Leo kuna wabunge hapo. Lakini mimi nililala kwenye gesi. Na tena tunahubiri, hakuna umeme. Hakuna umeme. Kwaya kubwa imetoka Ushirombo huko. Ndio kwaya kubwa huko wilaya Ushirombo. Lakini pale leo hii ndio wilaya, kuna magesi ya nguvu, mahoteli ya nguvu. Lakini mimi nilala gesi ya shilingi 3,000. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tunamwamini Mungu, tukiambatanisha utii, kumwamini Mungu na utii, ndipo tunapokuzwa kwenye viwango vyetu. Haleluya. 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 Kutii. Watu wengi wanamwamini Mungu, lakini Mungu akiwaambia sasa, wewe mahali hapa ndipo patakuwa mahali pako pa kumwabudu Mungu. Mtu ataangalia kwanza, mchungaji mwenyewe hana jina, kanisa lenyewe, jengo lenyewe baya. Kumbe Mungu haangalii lile jengo, anataka amkweze huyu mtu kwa kutii. Haleluya. Nenda ukaabudu pale, nenda ukanitumikie pale. Nikakutumikie pale mimi. Ataangalia na usomi na degree. Mimi mtu mwenye degree, mwenye masters, watanioneje wenzangu wenye masters? Yaani mimi mwenye masters niende kwenye kanisa kadogo, kwanza watanioneje? Watanioneje mimi? Hiyo haiwezekani. Haiwezekani. Huyu ni shetani. Huyu aliyeniambia nikasali kwenye kale kanisa, kachanga kale kanisa. Kwa nini ningeenda kusali kwenye kanisa kale? Ndio kabisa, kila siku itakuwa ni shida mimi. Wanajua
Unajua watu wengine wanajua kwamba eti kwa sababu yakiwa na mafanikio, akija kwenye kanisa kama hili linalohudumu, tutakuwa tunamlilia nini? Amna. Haleluya! Haleluya! Sisi sio walialia shida. Tunamwamini Mungu katika viwango vingine. Amen. Amen. Kuna watu wanapoona makanisa madogo kama